Elia ya Petro. Akapata mama mkwe wa Petero ni mgonjwa homa. Alikuwa na homa. Kama vile hata wewe unakuanga na homa na mimi. Alipoenda akapata amelala kwa sababu ameshushika sana na homa. Hata sisi tunasumbukanga na homa sana. Kuna watu wakishikwa na homa hawezi hata inuka kwa kitanda kwa sababu wanasikia kichwa inauma, macho yanauma, kila mahali, yani viungo vyote vya mwili vinauma. Sasa Yesu ametembelea Petero, ametembea. Alipotembea akapata mamake mkwe amesukumwa sana na homa. Na alipompata alimuwekelea mkono na homa ikamwishia, joto ikaisha na akaweza kupokea uponyaji na homa ikamuacha pale pale na akaweza kuinuka na kuwashughulikia. Kama vile unajua wamama wanashughulikianga watu wageni. Mwanadada akigojeka ni hatari, kwa sababu wakati mwingine unapokuja na wageni unaona anashughulika jikoni, anashughulika kuku na maziwa, ita mtoto edea maziwa, sijui anashughulika hivyo hivyo. Hivyo ndivyo huyo mzazi alikuwa anafaa kushughulika, lakini ako na homa na Yesu amefika. Petero akamwambia huyu ni mother-in-law lakini ameugua homa. Yesu kama kawaida hawezi kutembelea na akakuacha vile ulivyokuwa. Kawaida yake ni kututenda mema. Kawaida yake ni kutuponya. Tutaptap. So Yesu kawaida yake ni kubadilisha hali. Ni kubadilisha mambo. Akipata mambo yanakaa giza, anatubadilishia, kwa sababu mahali anaenda yeye ni mwanga, so anaacha mwanga. So kwa sababu kazi yake yeye ni mponyaji, anaitwa ni Jehova Rafa, ni mponyaji wetu. Hangeacha mother-in-law wa Petro na homa, so akafanya jinsi akafanya vile alifaa. Akaacha kama amemponya homa na mama akaamuka akashughulikia, akaanza kuwashughulikia. Ni jambo gani linakusumbua? Ni homa. Yesu ni mponyaji wa ajabu. Ataweza kuponya. Anaweza kuponya mwili, anaweza kuponya roho, anaweza kuponya hali zetu. Bwana asifiwe sana. Aweza ponya hata biashara zetu. Kuna mtu mwingine tunaona anaitwa nani? Huyo tumeona ameponywa hata homa. Kwa hivyo, akikuponya pia, si utangazie mataifa vile amekufanyia. Si utangaze vile Mungu ni mkuu. Si utangaze matendo yake ni ya ajabu. Kwa sababu huyu mama aliamka akaanza kushughulika. Akikuponya, si umfanyie kazi yake, si umtukuze. Bwana asifiwe sana. Si watu ni wengi sana wameponywa na Yesu. Si mambo ni mengi yamefanyika. Si tunaona Mungu anatembelea mtu anaitwa Abraham. Wakati ule hakuwa na mtoto. Na wakati malaika walipotumwa wakaambiwa ya kwamba tazama juu, utakuwa baba wa mataifa mengi. Na Mungu wetu si athumani adanganye, hawezi sema uongo. Alikuja ndugu yetu, wakati ulipofika akaweza kubarikiwa na Isaac. So ukimwaminia jambo lolote, kama Ibrahimu alibarikiwa na Isaka, kwa nini wewe usibarikiwe na mtoto? Bora unaamini tu, bora unamwamini na unaweka tumaini lako kwake. Bwana asifiwe sana. Na Mungu aweza tumia anything anapokuja kukutendea. Aweza tumia kitu chochote. Kuna mtu alikuwa anaitwa Naaman. Ni Haman.
ni Naaman Haman. Huyo mtu Adeno, karibu sana. Huyu ndugu alikuwa mgonjwa sana, ugonjwa wa ukoma, na akawa nasema mambo ya Naaman Gehazi, huyo akawa mgonjwa, ugonjwa wa ukoma miaka mingi, na Mungu alimtumia tu kijakazi tu, mfanyikazi wa nyumba. Kwa hivyo hata kama wewe unafanya kazi ya nyumba, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, na Mungu aweza kukutumikia, aweza kukufanyia maajabu kwa hiyo kazi yako unaona mbaya, hiyo kazi yako unaona ni duni, aweza kukuinua kwa hiyo kazi, aweza kukubariki tu ukiwa kwa hiyo kazi. Isingekuwa nikija kazi wa nyumbani, Naamani hangeweza kupokea uponyaji wake. Yeye ndiye alikuja akaambia mfalme, akasema kuna nabii wa Mungu mahali fulani, na huyo nabii, mfalme wetu akienda huko aweza kupona, ukoma waweza muacha. Na aliposema hivyo, mfalme akafikishiwa habari. Naamani wakaandamana na Gehazi mfanyikazi wake mpaka kwa ule nabii Elisha. Akaenda, alipoenda huko akaambiwa, umefanya vizuri Wilson Githua, karibu, umefanya vizuri kukuja, lakini nataka uende kwa mto fulani ujirushe mara 7. Huyu ndugu yetu tuseme ni kama mfalme aambiwa aende akaoge mara 7 kwa mto wa Nairobi, na ilhali kuna mito mingine misafi. Akasema, kwa nini ananituma kwa ule mto mchafu na kuna mito mingine misafi? Akaambiwa, hapana mfalme, fanya jinsi nabii amesema. Unajua wakubwa wana maringo somehow. Akaenda akajirusha mara ya kwanza, akajiosha mara ya pili, ukoma hautoki. Pengine ilikuwa inafika wakati anakufa moyo, anaona nimeenda mara ya kwanza, mara ya pili siponi, mara ya tatu nachoka. Kama hata sisi huwa tunachoka. Waweza ambiwa fanya hivi, unaona hapana, haiwezekani, nachoka. Unachoka kwa sababu we ni mwanadamu. Naamani akachoka, lakini akaambiwa, jikaze mfalme, jikaze ili hali ukoma ukuache. Akaoga mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7, mfalme alitoka kama mtoto, ukoma umemwacha kwa sababu ya kijakazi. Nasema kwamba tii kazi yako, hata kama inaonekana duni, itii. Mungu aweza kubarikia hiyo. Mungu aweza kukuinua na ukawa mtu wa ajabu sana kupitia hiyo kazi yako. Iheshimu na ifanye na raha na furaha, ukimtukuza Mungu, ukiaminia Mungu mambo mengine makubwa. Sasa Naamani wetu naona amepona. Alipopona akaona ni vyema arudi kwa nabii, akamshukuru, akabeba zawadi nzuri tu, akaenda kumpelekea. Naye nabii Elijah, ni Elijah ama ni Elisha, mtaangalia, akaenda akasema yeye hataki kitu. Na situwe na manabii siku ya leo,
tuwe na maprofet siku ya leo watakaosema hivi, ati Mercy umepona, ati Fremwambele tumpiwa 100,000 kwa sababu uliniombea. Niseme hapana, Yesu anitosha. Ati Fremwa uliniombea kazi, Mungu akanijalia na kazi, ninakubariki na shamba. Niseme hapana, Yesu anitosha. Situwe na manabii kama Elisha, situwe na manabii kama Elija siku ya leo. Ati waweza ombea mtu kazi, ati waweza ombea mtu siku ya leo. Ati niliambiwa siwezi pata mtoto, lakini nabii wa Mungu aliniombea, mtumwa wa Mungu aliniombea, nikajaliwa na mtoto, nikapokea mapacha. Na huyo nabii aseme nilifanya kazi ya Mungu, enda umebarikiwa. Kumbuka tumeambiwa kwamba na maandiko ya kwamba nimekubariki, nimekupatia bure, peana bure. Situwe na manabii wa saa hii watakaokuja uambie, nabii uliniombea, ndoa yangu tulikuwa na shida kwa ndoa yangu, lakini Mungu ni mwema, nilikuwa nimetoka miaka 10, uliponiombea nikarudi kwa ndoa yangu, tuko salama. Nabii aseme Mungu ni asante kwa sababu ndoa imesimama, edeni mkaishi na amani bila hata dururu. Bwana asifiwe sana. Situwe na nabii kama Elisha utakaekuja kwake umwambie, na nabii nilikuwa nasikia niko na shauku na kipawa cha uimbaji, lakini tena sina njia, sina fedha, niombee. Na mambo yako uombewe yaende ya ufanikiwe. Unaporejea kwake mwambie, na nabii nilikuja kwako nikiwa na kipawa cha uimbaji, sikuwa na fedha, ukaniombea. Ni saa hii niko sawa, nimeimba nyimbo zangu, Mungu ameninawirisha, nimekuja kushukuru. Nabii aseme asanti, lakini pesa zako siuzi, ni kipawa, ni cha Mungu. Si Mungu atujalie manabii kama hao. Si Mungu atujalie wachungaji kama akina Elisha watakaosema ati nimeombea mshirika akapata gari, pasta, nimekuja kwa sababu nilikuwa natembea na miguu, ukaniombea nikapata gari, saa hii niko na 3. Mchungaji, hii bahasha nimekuletea ikiwa njia mojawapo wa kushukuru. Situwe na wachungaji wa kusema ni Mungu alikubariki, sio mimi. Weka mafuta kwa gari zako, wacha utukufu na heshima zirudie huyo Mungu aliyekubariki na gari. Situwe na marafiki, situwe na wachungaji na manabii kama Elisha. Naamani wetu amepona, amepeleka zawadi. Alipopeleka zawadi, Elisha akasema, Bishop karibu, akasema mimi nilikutuma ukaoge. Imagine kama angetumwa akatae, haingekuwa shida ya Elisha. Angeambiwa enda ukaoge mara 7, aoge mara 3, haingekuwa shida ya Elisha, ingekuwa shida kwake. Lakini yeye alichukua hatua na akawa na hatua ya imani, ndio maana alienda na akachukua hatua ya kuingia kwa mto mara 7. Bwana asifiwe. Kumaanisha kama hangekubali kufanya vile alivyoagizwa na nabii, uponyaji wake hangeupokea, hangeupata. So kutii ni bora. Tunaambiangwa kutii ni bora kuliko dhabihu. Mungu anakwambia nifanyie kazi, Mungu anakwambia nifanyie hivi, Mungu anasema, yani Mungu anakuaminia
kondoo zake. Usipoaminika hautalaumu Mungu. Mungu anakuaminia kanisa. Usipoaminika hautalaumu Mungu. Sasa amepeleka zawadi. Zawadi Elisha amesema mimi sipokei, ni Yesu alikuponya. Na hapo ndipo nimesema tuwe na apostles, tuwe na pastors, tuwe na nabii watakao kaa kama kina Elisha, waseme Mungu amenitosha. Hata kama umeleta hii bahasha pesa mingi hivi, Yesu amenitosha, rudi nazo. Neema ya Yesu imenitosha. Imagine, na ukitosheka na neema ya Mungu, baraka zitakuzidia. Mungu atakubariki na baraka hata hutajua zinatoka wapi. Hautajua, utakuwa ukiwekelea hata bila kuwekelea mtu mkono, kusema tu jambo, matendo ya Mungu yanaonekana. Ukisema pona, mtu anapokea uponyaji kwa sababu ya kwamba umekubali neema ya Mungu ikubebe. Gehazi sasa, nani amekataa kuchukua zawadi. Walipoenda mtu anaitwa Gehazi akafuata, akarudi nyuma. Reverend Mary, karibu. Akarudi nyuma, Nyawera akarudi nyuma, akasema na mtumishi, na ile zawadi ulikuwa umepatia mfalme, ile ulikuwa unapatiwa na nabii, akaficha kwa sababu zimekataliwa na nani? Na nabii. Akakaa nazo. Gehazi, ule ukoma wote ulikuwa kwa mfalme, akajiwekelea, akabeba mzigo wa Beki, karibu, akabeba ugonjwa wa Naaman. Si heri angetosheka na mshahara wake? Si heri angekaa tu kwa sababu si analipwa? Si heri angekaa na heshima kidogo tu ili anapewa kwa mfalme? Sasa amejitwika ukoma wa Naaman. Amebeba ukoma wa Naaman. Sasa huyo utamhurumia aje? Na ni mwiba wa kujidunga. Mungu atusaidie tutosheke na neema yake, na tukitosheka na neema ya Mungu, imagine hata utakuwa ukinena neno Reverend Mary, utakuwa ukisema jambo tu Bishop Nancy, utakuwa ukitangaza tu, ukisema tu mambo makubwa yanafanyika. Ukisema neema ya Mungu inibebe. Mimi sitaki bahasha zenu, sitaki nini, mimi wacha neema ya Mungu inibebe. Utakuwa ukiambia watu pokeeni neema, wanapokea. Unaambia mtu unaumwa na mguu, umevunjika huu mguu, pona, unapokea uponyaji. Kwa sababu Mungu wetu si adhumani